Leo sisi wote ni wazazi. Kila mzazi anapenda kumuona mwanae amependeza. Alaysa kadhalika? Mtoto wake mzuri, kapendeza, kavaa kanzu safi, mwili wake msafi, anafurahi na hilo. Kwa sababu ni sura ya dhahiri. Lakini haya ni mapenzi yenye thamani ndogo sana. Mapenzi yenye thamani ni wewe kuwa na jitihada ya kuhakikisha vile mtoto wako anapopendeza nje ndivyo apendeze ndani ya mwili wake. Unapandikiza kwa mwanao itikadi iliyokuwa nzuri, upandikize kwa mwanao mapenzi kwa wenzake, upandikize kwa mwanao heshima na adabu kwa wakubwa, upandikize kwa mwanao huruma kwa wenzake, upandikize yale mambo mazuri kwa mtoto wako yanayofundishwa na Uislamu. Wewe ndio utakuwa mzazi uliyekuwa bora. Tunafahamiana vizuri. Allah anaangalia ndani ya nyoyo. Kwa hiyo kabla ya kuangalia uso wa mtu, angalia itikadi yake, lakini pia yaangalie matendo yake. Hivi ndio vitu vyenye thamani kwetu, na hatuwezi tukavipata nje ya vikao kama hivi. Hatuwezi tukavipata nje ya vikao kama hivi. Mtume alayhi salatu wassalam hili alilipa kipaumbele zaidi, kuzingatia yaliyo ndani ya nyoyo za watu na matendo yanayofanywa na watu kuwa na ikhlas, kuzisafisha nyoyo zao na uchafu unaoweza kuziharibu nyoyo, uchafu ambao una hasara kubwa zaidi kuliko machafu mengine. Wakumbuka wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na Muadh ibn